السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Tunachukua fursa hii ya kuendelea kukumbushana kunako masala yetu ya kitabu chetu cha malezi ya Uislamu. Na kitabu ambacho tunachotumikisha ni kitabu ambacho kinaitwa Kaifa turabbi auladaka, vipi utawalea watoto zako, kupitia kanuni 30 au regle 30 ambazo zitakazo kusaidiza wewe kumlea mtoto wako, njia za kupitia ili ufanikishe malezi bora biidhnillahi, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kanuni ya kwanza ambayo tumeiona ni kanuni ambayo ilikuwa inazungumzia kuamiliana na watoto zako sawa na umri. Bimaana, chukua umri wa mtoto wako ugawe kunako vipengele vitatu. Kwa idadi ya miaka 7 uchukue kuanzia mtoto kuzaliwa hadi kufika mwaka wa 7. Tumiona hali jinsi inavyokwenda, utaamiliana naye vipi. Kuanzia mwaka wa 8 hadi kufika mwaka wa 14, utaamiliana naye vipi. Kuanzia mwaka wa 15 hadi kufika 21, utaamiliana naye vipi. Ni changamoto zipi ambazo zinazopatikana kwa hii sehemu? Ni changamoto zipi ambazo zinazopatikana kwenye miaka hii ambayo tunayokwenda nayo? Na tukazungumzia kila marhala, changamoto zinazotokea na mzazi utakabiliana nazo vipi. Utakabiliana nazo kupitia njia zipi. Walilahi alhamd, tukawa tumemaliza hiyo kanuni au hiyo regle. Na leo tunaingia kwenye kanuni ya pili au regle ya pili, sawa na mtunzo wa kitabu kwenye ukurasa wa 37 alivyosema: alqaidatu athaniya, kanuni ya pili, msingi wa pili, regle ya pili katika kanuni za malezi. Hii kanuni ya pili akatambia: birru abaakum tabarrukum abnaukum, wafanyieni wema wazazi wenu na watoto zenu watakutendeeni wema. Ya salam. Bimaana, faljazau min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sawa na matendo jinsi yalivyokwenda. Malipo yanakwenda sawa na kazi au matendo jinsi yalivyokwenda.
Jinsi utakavyotenda ndivyo utakavyotendewa. Ukiwaheshimu wazazi wako, na wewe watoto zako watakuheshimu. Ukiwatendea wema wazazi wako, na wewe pia watoto zako watakutendea wema. Hivyo ndivyo inavyokwenda. Na kama haukuwaheshimu wazazi wako, elewa ya kwamba na wewe watoto zako hawatokuheshimu. Elewa ya kwamba watoto zako hawatokutendea wema. Walhayatu dainun wa wafa. Elewa ya kwamba maisha ni deni. Maisha ni deni na ni lazima litekelezwe. Jinsi utakavyoishi katika haya maisha, jinsi utakavyowatendea watu, ndivyo nawe utakavyotendewa. Faman barra walidayhi barrahu abnauhu. Ambaye atakayewaheshimu wazazi wake, basi aelewe ya kwamba watoto zake pia watamheshimu. Ambaye atakayewatendea wema wazazi zake, basi na watoto zake watamtendea wema. Hii ndio kaida tuko nayo. Kaida inasema tenda wema kwa wazazi wako, watoto zako watakutendea wema. Hii ndio neno tu la kuzingatia. Haya maneno yote ambayo tunakwenda kuzungumza, yote ni sharhu ya haka kaneno ambako tunamaliza kusema. Kitu ambacho inatakiwa mtu kiweke ndani ya akili yako, tenda wema kwa wazazi wako, watoto zako watakutendea wema. Hiyo ndio kaida ya pili. Tenda wema kwa watoto zako, watoto zako watakutendea wema. Hilo ndio neno ambalo tuliweke kichwani na kulizingatia. Mtunzi wa kitabu akaleta hadithi ambayo imepokelewa ikisema birru abaakum tabarrukum abnaukum. Watendeeni wema wazazi wenu, watoto zenu watakutendeeni wema. Hii hadithi ameipokea Imamu Al-Hakim. Chini hapo tunaona wameandika nambari ya 7258. Lakini hii hadithi hukumu yake ni maudhu. Ukisikiaga shekhe yote anakuambia hadithi maudhu, maana yake hadithi iliyobuniwa, hadithi ya uongo, hadithi ambayo haikutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo haikuwa vyema mtunzi wa kitabu kutumikisha hadithi kama hii ambayo ni ya uongo. Amedhoofisha Sheikh Al-Albani rahimahullah kwenye kitabu chake Dhaifu Targhib nambari ya 1671 alisema kwamba ni maudhu, imepachikwa. Kwa hiyo sisi hatustadili na hii hadithi wala hatuitegemei hii hadithi kwa sababu ni hadithi ya uongo, lakini kinachotutazama sisi na kinachotuhusu ni hii kaida ambayo inasema tendea wema wazazi wako, utatendewa wema na watoto zako. Haya, mtunzi wa kitabu akaleta kauli ya Ibn al-Qayyim rahimahullah. Na huyu imamu ni imamu jalil, imamu mtukufu, imamu mkubwa, na vitabu vyake ni vitabu vizuri sana katika masala ya aqida, akhlaq, yani masala ya kiilmu. Vitabu vya Ibn al-Qayyim ni vitabu vizuri sana ambavyo mtu anafaa kujihitamu navyo na kuvisoma mara kwa mara. Anasema Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaina wa alayhi, walidhalika
كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر. hivyo malipo yanakuwa mfano wa kazi sawa na mfumo wa kazi upande wa khairi na upande wa shari. Bimaana ukifanya kitendo cha khairi kwa wenzako nao utatendewa khairi, ukifanya kitendo cha shari kwa wenzako nao utatendewa shari. Faman satara musliman satarahu Allah, yule ambaye atakayemstiri muislamu mwenzake Allah atamstiri. Ukaona aibu za ndugu yako muislamu shekhe ukazistiri, haukwenda kuzisema magrupu ya WhatsApp, haukwenda kuzisema makundi, haukwenda hata kuzisema kwa rafiki zako, ukastiri aibu ya ndugu yako, wallahi Allah atakustiri. Waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, na yule ambaye atakayemrahisishia mwenye mazito basi Allah atamrahisishia mazito ya duniani na akhira. Ukitaka uepukane na mazito ya siku ya kiyama, basi warahisishie wenye mazito hapa duniani, wasaidie wahitaji. Allah atakuondolea shida zako za duniani, Allah atakuondolea mazito ya siku ya kiyama. Waman nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, na yule ambaye atakayeondoa shida kwa ndugu yake miongoni mwa shida za duniani, Allah atamuondolea shida za siku ya kiyama. Siku ya kiyama kuna mazito shekha. Kuna ile ya kusimama muda wa miaka 1050, watu wamesimama, jua ni likali, Allah atakupunguzia uzito wa siku ya kiyama, lakini uwe umeondoa shida kwa ndugu zako waislamu. Waman aqala nadiman aqalahu Allahu atharatahu yawm alqiyama, na yule ambaye atakayemrahisishia mwenzake kwenye biashara kwa kuvunja biashara, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe makosa yake hiyo siku ya kiyama. Maana yake hivi, kalimatu aqala, man aqala nadiman, ni mfano mimi na mtu mwingine tunafanya biashara. Mathalan panakuwa ndugu yangu Abu Junaidi mathalan, ni mfanya biashara. Mimi nikaenda nikamshorea, nilipomshorea nikatoka, baadaye nilipokwenda nikaanza kulaumu, kwa nini nimenunua hichi kitu na sina nacho shida, sina nacho faida, kwa nini? Nikamfuata Abu Junaidi nikamhadithia hali yote halita, na mimi nikadha wakadha nimenunua lakini sina nacho shida, najuta kwa nini nikinunua. Abu Junaidi akasema, usijali ndugu yangu, usingoje kuhuzunika wala kusikitika, hamna shida, rudisha biashara nikurudishie pesa kwa ridhaa. Unasikia, Abu Junaidi kanirahisishia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia makosa na madhambi yake hiyo siku ya kiyama. Haya, akaendelea kusema, waman tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu, na yule ambaye atakayefuatilia sehemu za aibu za ndugu yake, basi Allah atamfanya huyu mtu naye kuweza kufuatiliwa. Subhanallah, maana yake hivi, na ndio hali ambayo inatukumba leo. Mtu ameikaa usutwa umesambaa, mtu anakaa na ulizia, vipi habari za fulani zikoje? Ewa na huyu jamaa nasikia wamemkamata kwa anafanya kitu fulani, na habari zozote? Ndio wana nipe wana, mimi sijazipata vizuri. Yani mtu anajipa kazi ya kukaa na chunguza makosa ya wenzake. Elewa ya kwamba hautoondoka katika hii dunia, wa ila nao pia utafatiliwa na kuchunguzwa aibu zako na makosa yako. Allahul musta'an. Akaendelea kusema, wa man darra musliman darra Allahu bihi,
na yule ambaye atakayemdhuru Muislamu mwenzake kwa aina yoyote, iwe mubashara, iwe min ghairi mubashara. Umemdhuru Muislamu mwenzako, wewe ndio uliyemdhuru, au wewe umesababisha Muislamu mwenzako adhurike, umeenda kumsotea Muislamu mwenzako akakamatwa akaingia jela, yeyote ambaye atakayefanya haya aelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamdhuru huyu mtu. Atatoka tu hapa duniani amekwisha patwa na yeye na madhara yoyote mfano wa kile alichomfanyia ndugu yake Muislamu. Akaendelea kusema Imam, waman shaqa Allahu alayhi, na yule ambaye atakayemwekea uzito ndugu yake Muislamu aelewe ya kwamba vile Allah atamwekea na yeye pia uzito. Al-amalu min jinsi al-amal, au aljazau min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sawa na kazi uliyoifanya. Ile Warundi wasemaga ukurichizo kagisangi mbele. Unafanya jambo lizuri unalikutana huko mbele. So, ukimfanyia mwenzako libaya, elewa huko mbele utakutana na mabaya. Akaendelea kusema Imam, waman khadhala musliman fi mawdi'in yuhibbu nusratahu fihi khadhalahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu nusratahu fihi. Waman khadhala musliman, ambaye atakayeacha kumnusuru Muislamu. Al-khudhlan ni kutokumnusuru mwenzako. Ambaye atakayeacha kumnusuru ndugu yake Muislamu fi mawdi'in, kunako sehemu ambayo yuhibbu nusratahu fihi. Muislamu yuko sehemu ya matatizo, anahitaji msaada ndugu yake Muislamu, anahitaji nusra kutoka kwa Muislamu mwenzake, kisha mtu huyo akaacha kumnusuru, khadhalahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu nusratahu fihi. Elewa ya kwamba kuna siku itafikia na wewe unahitajia nusra, Allah atakutupilia, Allah atakuacha, hakuna yeyote ambaye atakayekuja kukunusuru. Waman samaha Allahu lahu, na yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kusamehe aelewe ya kwamba vile Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia huyu mtu awe ni mwenye kusamehewa kwa watu wengine. Akasema pia warahimuna yarhamuhumur rahman, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale watu wenye kuwa na huruma Allah subhanahu wa ta'ala atawahurumia nao pia. Waislamu, ni sifa ya Waislamu ya waumini kuwa na huruma baina yao. Leo hii sifa imeondoka katika vifua vyetu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, Muhammad mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, wale ambao wako pamoja na mtume. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali mbele ya makafiri. Ruhama'u bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao wao kwa wao. Lakini sisi leo sio hivyo. Leo Muislamu anakuwa mkali mbele ya Muislamu mwenzake. Muislamu anakuwa mpole na dhalili mbele ya kafiri, lakini mbele ya Muislamu mwenzake anasimamisha mishipa. Iko wapi rehma? Huruma uko wapi? Arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye huruma Allah anawahurumia. Ikaja kwenye hadithi nyingine, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wahurumieni ambao wapo ardhini atakuhurumieni aliyopo juu ya mbingu. Allah subhanahu wa ta'ala, mkiwa na huruma nyinyi wenyewe kwa wenyewe, Allah atakuhurumieni. Tuwe na nafsi za huruma. Muislamu muhurumie Muislamu mwenzako, mzazi kuwa na huruma kwa watoto. Allahu musta'an. Sheikh akaendelea kusema wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi arruhama, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawahurumia waja wake wale ambao wako na huruma.
ta'ala tujalie tu miongoni mwao. Wale ambao ni wenye huruma ndani ya nafsi zao, hawa Allah pia anawahurumia. Kwa nini tuwe na roho chafu, tuwe na roho mbaya, tuwe na roho za husda, roho za chuki, roho za kuwishana sisi wenyewe kwa wenyewe? Wapi tutapata rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala? Sheikh akaendelea kusema, ومن أنفق عليه, na yule mwenye kutoa kuwasaidiza wenzake waliokuwa na shida, aelewe kwamba vile naye pia atatolewa, atasaidiwa. Itafikia wakati labda kuna wenye wanakudai hauna cha kulipa, Allah atajalia paje mtu mwenye atatoa kwa badala yako wewe. Tutende mema. Waman awa alayhi, na yule ambaye atakaibana, asiyetaka kutoa, akawa ni bakhili, aelewe ya kwamba vile Allah na yeye atamziwilia mambo mengi. Hata kwenye riziki Allah atamziwilia, kwa sababu ya ubakhili wako inakuwa sababu ya kuikosa riziki iliyokuwa tayyib kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema, waman afa an haqqihi afa Allahu lahu an haqqihi, na yule ambaye atakayesamehe katika haki zake. Fulani amechukua haki yako, ukampa msamaha, ukaamua kumsamehe, afa Allahu lahu an haqqihi, Allah tamsamehe mtu huyu kunako haki zake. Hivi kweli kuna jambo lizuri au likubwa kushinda kusamehewa na Allah kunako haki za Allah ambazo ulizozivunja wewe ndugu yangu Muislamu? La. Haya yote yanatuonesha watu tuwe na huruma baina yetu, tuwe na nafsi safi, tuwe na nyoyo laini. Waman tajawaza Allahu anhu, na yule ambaye atakayepuuzia anayotendewa, maudhi anayofanyiwa, akayapuuzia, basi Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya makosa ambayo mtu anayofanya Allah atayaacha, atayatupilia tu mbali, na nasamehe haya kutokana na yeye jinsi alivyopuuza baadhi ya vitu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa anta'fu aqrabu littaqwa, na ikiwa mtasamehe, kusamehe ndiyo iliyokuwa karibu zaidi ya uchamungu. Kisha pia akasema, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, na yule ambaye atakayesamehe na akafanya mazuri, malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ikaja kwenye hadithi Mtume alayhi salatu wasalam akasema, ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izza, hakuna kitu ambacho Allah anamzidishia mja wake kupitia msamaha ambao mja anakuwa anasamehe watu. Kuwa na tabia kusamehe, Allah anakuongezea izza, utukufu. Ukitaka utukufu, kuwa mwingi wa kusamehe. Ukitaka utukufu, kuwa mwingi wa kusamehe. Kuwa mwingi wa kusamehe. Utulubu li'izza bil afwi, tafuteni utukufu katika kutoa misamaha, utafaulu. Waman istaqsa Allahu alayhi, na yule ambaye atakayetaka kuiomba haki yake, kuitafuta haki yake bila kuvuka mipaka au uzembe, basi aelewe ya kwamba hata na yake chukua haki za wengine watakuja kuzichukua hivyo hivyo. Bimaana ukienda kudai kwa vurugu, na wewe siku ya kudaiwa utadaiwa kwa vurugu. Ukienda kudai kwa utaratibu na upole, nawe pia utadaiwa kwa utaratibu na upole. Ukienda kudai kwa kumwaibisha mwenye unadai, nawe pia siku ya kuja kudaiwa na watu wengine utadaiwa kwa kuaibishwa. Akasema Sheikh, fahadha shar'u Allahi, hii ndio sheria ya Allah, wa qadaruhu, na ndio makadara ambayo Allah aliyokadiria, aliyopanga, wa wahyuhu, na ndio wahi ambao ulioteremka, wa thawabuhu, na ndivyo thawabu za Allah zilivyo, wa iqabuhu, na adhabu za Allah pia zinakwenda hivyo hivyo. Kulluhu qa'imun bihadha al-asli, vyote vinasimama kwenye hii asli. Vyote vinasimama kwenye hii asli.
Na kuna mwenye anasema turudi kidogo. Sasa sijui anakusudia turudie sehemu gani. Falmuhimu, acha turudie juu kidogo. Hapa kwenye mstari wa 3 kuanzia chini. Waman aw'a au alayhi. Na yule ambaye atakaibana, atakayekuwa bakhili, aelewe ya kwamba itakuwa ni sababu ya yeye kuziwiliwa upande wa riziki. Kisha akasema waman afa an haqqihi afa Allahu lahu an haqqihi. Na yule ambaye atakayesamehe baadhi ya haki zake ambazo ziko kwa watu wengine akazisamehe, hii itakuwa ni sababu ya mtu huyu kusamehewa na Allah haki ambazo alizozichukua kwa Allah. Allah atampa msamaha. Waman tajawaza Allahu anhu. Na yule ambaye atakayepuuzia baadhi ya makosa anayofanyiwa, itakuwa pia ni sababu ya Allah kumwachia baadhi ya makosa aliyoyatenda. Allah anayafuta, Allah anamsamehe. Waman istaqsa Allahu alayhi. Na yule ambaye atakayedai haki yake, sasa yeye hakuamua kuacha haki, mimi naenda kudai haki yangu, lakini akaidai kwa utulivu na heshima na adabu na upole, bila vurugu, bila shari, bila kuaibishana. Elewa kwamba mtu huyu naye pia hata akija kudaiwa, atadaiwa kwa utulivu, atadaiwa kwa upole, atadaiwa kwa heshima, bila kuaibishwa, bila kudhalilishwa. Fahadha shar'u Allah. Hii ndio sheria ya Allah. Wa qadaruhu. Na ndio makadara Allah alivyopanga mambo yatakwenda hivyo. Ukimdhulumu huyu nao utadhulumiwa, ukimwaibisha huyu nao utaaibishwa. Wa wahyuhu. Na ndio wahi ulivyoteremka, ndio sheria ilivyokuja. Wa thawabuhu. Na thawabu za Allah, wa iqabuhu, na adhabu, vyote hivi qaimun bihadha al-asl. Vyote vimesimamia kwenye huyu msingi ambao tuko tunazungumzia. Msingi gani? Aljazau min jinsi al-amal. Malipo yanakwenda sawa na kazi jinsi inavyokwenda. Aljazau min jinsi al-amal. Malipo yanakwenda kutokana na matendo yalivyotendwa. Haya maneno ya Sheikh ya Ibn al-Qayyim unapoyatazama yanatuonesha kwamba vile jinsi unavyotenda ndivyo utakavyotendewa. Utakavyotenda ndivyo utakavyotendewa. Ukitenda baya kwa mwenzako, nao utatendewa baya. Ukitenda jema kwa mwenzako, nao utatendewa jema. Kwa hiyo ndio maana Sheikh kanuni yetu akaiweka birru abaakum tabarrukum abnaukum. Watendeeni wema wazazi wenu, watoto wenu watakutendea wema. Bimaana ile ni kaida. Ukimtendea wema mzazi wako, siku utabarikiwa kupata watoto, Allah atajalia hao watoto wao wema kwako. Na kama ukuwatendea wema wazazi wako, elewa ya kwamba siku utapata watoto, Allah atajalia hao watoto pia wasikutendei wema. Sheikh akaendelea kusema, wa innaka la takadu tajid man aqqa walidayhi illa ruziqa bi auladin ya'qunahu. Ni mara chache ukutane mtu ambaye alikuaga na wazarau wazazi wake, isipokuwa mtu huyu Allah anamruzuku watoto ambao hawatokuja kumheshimu. Allah anamruzuku watoto ambao hawatokuja kumheshimu. Ndio ile unasikiaga mtu alikuwa mkorofi muudogo wake, alikuwa mkosefu wa adabu, alafu siku akibatikiwa kuzaa mtoto wake pia anakuwa mkosefu wa adabu, unasikiaga watu wanakuambia la, na fulani amejiza. Ili ni neno tu tunalizingatia maana yake, amejiza. Maana yake tabia zile za baba yake, ukorofi wa baba yake, vurugu za baba yake, yani vile. Au hata inaweza kuwa ni mama pia amejiza ule ukorofi wake, ile tabia yake. Kama ni tabia njema, mtoto anakuja vile. Kama ni tabia mbovu, mtoto anakuja vile. Kisha Sheikh akasema, wayunaghisuna alayhi hayata. Pia wanakuja kuwakatisha wazazi wao katika maisha yale ambao walikuwa wanategemea kuyapata mengi zaidi baadaye. Mzazi alipata mtoto huyo anakuja kuwa mkosefu wa adabu mbele yake. Mzazi anakata kitumaini, huyu mtoto ni mizani shida,
kama ndio hivi, yani sina tamu ya kuzaa wengine watoto, watu wakija kwa hivi nitaumia, mtu anaanza kukata tamaa ya maisha. Wala takadu tajidu man barra walidayhi illa ruziqa bi auladin barara. Na utakutana watu ambao walikuwa wakiwatendea wema wazazi wao, isipokuwa Allah anawaruzuku watoto waliokuwa wema. Allah atujalie tuwe wema kwa wazazi wetu na aturuzuku kizazi ambacho kitakachokuja kuwa chema kwetu pia. Wayudkhiluna alayhi surura wal bahja. Wale watoto wanakuja kuweka furaha ndani ya kifua cha baba. Wanakuja kuweka uzuri ndani ya kifua cha mzazi kutokana na ule wema ambao waliwatendea wazazi wako. Ndio maana mzazi ni kitu kikubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Mzazi ni sababu kubwa sana ya wewe mwanadamu kufaulu. Pia mzazi huyo ni sababu kubwa sana ya wewe mtoto kuharibikiwa. Kumbe wazazi muwashikilie vyema. Ambao wako na wazazi wao wangaliki hai, muwatendee wema wazazi wenu. Kuna wale ambao wazazi wao wamekwisha fariki, wanatamani wazazi wao wawe hai. Kuna yule ambaye anatamani baba yake awe hai, kuna yule ambaye anatamani mama yake awe hai, kuna yule ambaye anatamani baba na mama wote wawe hai, wapate basi hata dakika moja kuishi nao. Kuna mtu amezaliwa hadi kukua hajawahi kuwaona wazazi wake, kisha wewe unaruzukiwa kuwaona wazazi wako, maadhalika hauwatendei wema wazazi wako. Hili jambo linasikitisha sana. Hauwezi ukaona thamani ya mzazi maadamu ungaliki na wazazi. Ukitaka kujua thamani ya mzazi, muulize yule ambaye kisha ondokewa na mzazi. Yule anayejua thamani ya mzazi kuliko ambaye yupo hai. Mtunzi wa kitabu akasema, wa kam min insani amala abnaahu bi arqal asalibi. Ni watu wengi ambao utakutana wanaishi na watoto zao kwa kutumia uslubu uliokuwa wa hali ya juu, uslubu mlaini wa hali ya juu. Wa ahsana taamul, pia na wakapendezesha namna ya kuishi na watoto zao. Walakinahu fi nihaya lam yuwaffaq fi kasbi wuddihim, lakini mwisho wa siku hawawafikishwi kupata mapenzi ya watoto zao. Mzazi amemlea mtoto wake vizuri, amemdekesha anavyotaka, amempa kila anachokitaka mtoto, lakini mwisho wa siku mtoto anakuja kuwa mkosefu wa adabu mbele ya mzazi wake. Wasalahi halihim, kadhalika kuzitengeneza hali zao ziwe kwenye usawa. Vyote hivyo mzazi anavikosa. Mwisho wa siku baada ya kumhudumia kila kitu, mpaka mzazi unasikia anamwambia mtoto wake, unajua nimejibana vingapi, nimejinyima vingapi ili wewe ufike hapo ulipo. Leo unakuja kunivulia heshima. Sheikh anasema, wala ufatasha, lau ukichunguza ukataftisha, la ra'a sababa raisa fi dhalika, utakutana sababu ya msingi ambayo ilipelekea huyu mzazi kutokupata heshima kutoka kwa mtoto wake. Ni sababu gani? Ipigwe mstari, hiyo izingatiwe vyema. Hili jambo likae kichwani. Taqsiruhu fi haqqi walidayhi. Utakutana huyu mzazi mazuri yote alimfanyia mtoto wake, malipo mtoto wake anakuja kuwa mkosefu wa adabu. Sababu ni nini? Huyu mzazi ajichunguze. Kuna mapungufu ambayo ameyafanya kwa wazazi wake. Kuna haki ambazo hazitekelezi kwa wazazi wake. Au adama i'timadihi ala Allah subhanahu fi tarbiyatihim. Kama kwa wazazi wako haki zao unazitekeleza ipasavyo, basi kwenye malezi yako haukumtanguliza Allah, haukuweka ikhlas mbele. Wale walea watoto zako unategemea kwamba nikitega uchumi, acha niwasomeshe masomo ya VIP, wasome, kesho kutwa wakipata kazi watakuja kunisaidia. Haukuwekeza kwa Allah. Haukusema uwalee ili upate pepo ya Allah, au kusema uwalee kwa ajili ya Allah. Utafeli. Bali itamada ala thaqafatihi wa shakhsiyatihi. Huyo mtu amewalea watoto zake kwa kutegemea nini? Thaqafa, tamaduni, culture.
anatembelea utamaduni wa nchi yao jinsi ulivyo, na analea watoto zake kwa kuiga wa shakhsiyatihi, au utu wake pia. Na mimi nawalea hivyo watoto zangu, hivi ndio ninajua kwamba niko nalea vyema. La, malezi ni fani ambayo inahitajia mtu kuisoma. Lazima uisome. Chukua khibra kwa wenye fani wakuelekeze, sio kwenda kiubabe na ukaidi. Akasema shekhe, wa innahu la saadata wala fauza wala tawfiqa laka illa fi ridha walidayka anka. Hakuna furaha, hakuna kufaulu, hakuna kuwafikishwa isipokuwa utavipata kwenye radhi za wazazi wako kwako wewe. Waridhishe wazazi wako, utawafikishwa kwenye malezi ya watoto zako. Fakam min unasin hurimu, Allahu musta'an, fakam min unasin hurimu ladhata alhayati dunya. Ni watu wangapi ambao wamekosa utamu wa dunia, utamu wa maisha ya dunia? Watu wangapi? Wako watu wengi wamekosa utamu wa maisha ya dunia. Waladhati al-unsa bi auladihim. Ni watu wangapi ambao wamekosa mapenzi na ukaribu wa watoto wao. Watawfiqa fi hayatihim, lakini wakawafikishwa kwenye hayati, kwenye maisha yao mazuri. Mtu yuko na pesa, ana mali tofauti, ana majumba tofauti, ana magari tofauti, lakini hana watoto. Mtu yuko na mali tofauti, lakini yuko na watoto wakosefu wa adabu. Mtu yuko na mali tofauti, lakini afya yake ni dhaifu, mbovu. Yaani mtu anakosa raha katika hii dunia, anakosa raha. Mtu yuko na watoto, kila kitu amekamilisha, anaanza kutafuta watoto, anawapata, wale watoto wanakuja kuwa hawampendi baba. Unakosa raha sheikh. Wal a'mala salihata allati tuqarribuhum ila rabbihim. Pia unakutana mtu anakosa kuwa tena matendo mazuri ya kumsogeza mbele ya Mola wao. Kwa nini? Bisababi uquqil walidaini wa usyanihima. Haya yote yanatokana kwa sababu ya kutokuwaheshimu wazazi wawili na kuwaasi wazazi wawili. Fahum min nakdin ila nakdin. Yani unakutana watu min nakdin, kalimatu nakdun min babil faida. Neno nakidun liko na maana ya sayyi'un, ubaya, liko na maana ya asirun, uzito, liko na maana ya qalilul khairi ndogo, liko na maana ya shahihun, bakhili, liko na maana qalilun naf'i, mwenye faida ndogo, liko na maana ya sa'abu, ugumu, liko na maana ya shaqun, uzito. Kwa hiyo fahum min nakidin ila nakdin. Hawa watu wanatoka kwenye tabu, kwenye uzito, kwenye shida kwenda kwenye shida. Unatoka huku umeshakosa radhi za wazazi wako, shida hii ya kwanza ushaipata. Unabatika kupata watoto wanakuwa wakosefu wa adabu kwako, shida nyingine, hauna pa kukimbilia. Wa min musibatin ila ukhra, mtu ni musiba juu ya musiba. Unatoka huku kwenye mashida, kwenye misiba, penye unakimbilia pote ni musiba mwingine. Fakanat aqibatuhum wakhima, mwisho wao unakuja kuwa ni mbaya. Wa khatimatuhum sayyi'a, fakanat aqibatuhum wakhima, mwisho wao unakuja kuwa ni hasara juu ya hasara. Wa khatimatuhum sayyi'a, na wanamaliza vibaya. Bisababi uquqil walidaini, kwa sababu tu ya kuwadharau wazazi wawili. Kwa ndugu zangu Waislamu, wazazi wawili ni watu ambao wanapaswa kutendewa haki kwa hali yoyote ile. Wazazi wako wanapaswa uwatendee haki. Kuwatendea haki ni sababu ya kufaulu, na kutokuwaheshimu wazazi wako ni sababu ya wewe kutokuipata khairi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya wewe kutokufaulu. Kumbe Waislamu, tukitaka kufaulu, turudi nyuma kwa wazazi wetu. Turudi nyuma kwa wazazi wetu. Tazama ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ni nukta muhimu.
tuliposema kuwatendea wema wazazi wako ni katika mambo ambayo ni ya kheri, mambo ya taa. Lakini mzazi wako akikuamrisha jambo ambalo ni la kumuasi Allah, hakuna kumtii mzazi wako kwa hilo. Mfano, mzazi wako yuko na bifu, yuko na magomvi na mtu mwingine, magomvi ya mambo ya kidunia, na yule mzazi akakwambia sitaki kukuona unasemeshana na yule mtu kwa ajili ya magomvi ya kidunia, hii haijuzu. Na ndio maana Allah akatwambia wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan, saidizaneni kwenye mambo ya wema na uchamungu, na wala msisaidizani kwenye mambo ya uadui na mambo ya madhambi. Kwa hiyo mzazi wako hauwezi kumsaidia katika kwenda kumdhuru Muislamu, katika kwenda kufanya mabaya, la yajuzu hadha. Kadhalika mzazi wako akiwa na magomvi mengine, haya magomvi ya mzazi wako na yule mtu, wewe usiingie katika ile magomvi ukasema unaona mchukio yule mtu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, magomvi ya watu yasisababishi mkashindwa kufanya uadilifu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, fanyeni uadilifu, hakika hiyo ndiyo ipo karibu na uchamungu. Kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam alituambia kwamba hakuna kumtii kiumbe katika mambo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Urudi katika suratul Luqman. Ukirudi katika suratul Luqman aya ya 14 mpaka aya ya 15, na tushagayo kuyazungumzia katika darasa za nyuma huko, waswaya wa Luqmani kwa mtoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza wawasaina al-insana biwalidayhi, na mwanadamu tumemuhusia kunako wazazi wake wawili. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, mama yake amembeba tabu kwa tabu, udhaifu kwa udhaifu, shida kwa shida. Wakati alimbeba ndani ya tumbo na amekaa tumboni, mama yake amesumbuka sana. Wafiswaluhu, na kumbeba mimba, kumzaa na kumulea, kumhudumia kila kitu, amaini, kwa muda wa miaka 2. Anishkuru li walwalidaika ilayya al-masir, kwamba mwanadamu tulimwambia anishkuru, yani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha na wazazi wako pia wawili uwashukuru. Washukuru wazazi wako, tabu walizozipitia, shida walizozipitia mpaka kufika hapo ulipo, washukuru. Ilayya al-masir, marejoni kwangu mimi Allah. Aya ya 14, hii tunamaliza ni ya 13. Ya 14 Allah kasema wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ikiwa wazazi wako watakuharakisha, watakuhimiza kwa hali yoyote ili upate kunishirikisha, kufanya shirki, kuniasi, fala tuti'uhuma, usiwakubali hilo jambo, usikubali hilo jambo. Lakini hawajakwambia uwatukane, hawajakwambia uwapige, la, watendee wema, lakini katika mambo ya kumuasi Allah, hilo jambo fala tuti'uhuma, usiwati. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, na uamiliane nao, uishi nao vyema. Akasema wattabi'i sabila man anaba ilayya, na ufuate njia ya wale waliorejea kwangu. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisha kwangu ndio marejeo yenu na nitakuambieni yote ambayo mlikuwa mkiyatenda. Maana yake hizi zote ni dalili zinatuonesha mzazi wako mtii, lakini katika mambo ya maasi hapana kumtii. Mathalan, unakutana mtoto mwanamke, tuchukue mfano katika masala ya hijab.
mtoto mwanamke anapenda kuvaa jilbabi, ajistiri vyema, mzazi wake anamwambia hamna kuvaa jilbabi. Hapa hakuna kumtii mzazi wako. Lazima uvae jilbabi kwa sababu ndio vazi la sheria. Mtoto mwanamke anaamua kutaka kufunika uso kwa njia yoyote ile, labda kwa niqabu au kwa kitu kingine ambacho kinafunika uso. Na kauli iliyokuwa sahihi yenye nguvu, kufunika uso ni wajibu. Mwenye afuniki uso anapata dhambi, mwanamke. Mzazi wako anakuambia acha kujizeekesha, wachumba watakuona aje. Ya subhanallah, hakuna kumtii mzazi kwa hili. Huyo mchumba mwenye anataka kukuona akukute nyumbani. Yaani leo mzazi anachangia pia mtoto kuharibika. Mzazi anamwambia mtoto wake eti jiachilie upate kuonekana. Jiachie, kwa nini unaikao unajizeekesha? Yaani mtu anafuata sheria, anavaa hijabu, anaamua kujistiri kama jinsi sheria inavyotaka. Pahala pa mzazi kufurahi na kumwombea dua mtoto wako Allah muwafikishe kwenye khairi, kumwombea dua Allah muweke mbali na vishawishi vyote, wewe unaenda kumwambia tena anajizeekesha. Unaenda kumwambia eti mwe ambao mnavaaga hivyo sijuma majilbabi maniqabu mnajifanya wahajati wa salihina, mwendo wa chafu kabisa. Ya subhanallah, hii kauli ni nzito, kauli mbaya, haifai kutamkwa na mtu ambaye anayemwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna kumtii mzazi katika mambo ambayo ni ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa na muda wetu tunalazimika kuishia hapa, lakini Allah akituwafikisha, maana leo tumeanza kidogo tumechelewa, labda kwenye darasa lijalo tutaanza kwa muda ipasavyo ili tuchukue kaida ya 3 na kaida ya 4 insha Allah, Allah akipenda. Tunamwomba Allah tupatie elimu yenye manufaa. Tunamwomba Allah tupatie mwisho mwema. Tunamwomba Allah tujalie tuwe wema kwa wazazi wetu. Tunamwomba Allah tujalie tuwe wenye huruma baina yetu sisi kwa sisi. Tunamwomba Allah turuzuku kizazi ambacho kitakuja kuwa kitiifu kwetu sisi. Tunamwomba Allah tuzawadie uchamungu ndani ya vifua vyetu na imani iliyokuwa kamili. Tunamwomba Allah atuzawadie kuweza kumuona yeye siku hiyo ya kiyama na peponi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.